Karibu katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Huduma ya Mlima Moria Ministry ni huduma iliyoko mtaa wa Maili Sita, mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Moshi. Huduma ya Mlima Moria Ministry ni huduma iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon Mamkwe. Karibu sana katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Ni huduma ya maombi na maombezi. Siku zetu za ibada ni siku ya Jumatano saa 7 mchana mpaka saa 10:30, siku ya Ijumaa saa 7 mchana mpaka saa 10:30, na siku ya Jumapili saa 7 mchana mpaka saa 11:30. Funga macho yako, tumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hichi cha neno. Bwana Mungu, uketie mahali pa juu palipoinuka, tuko mbele zako Mfalme. Tunasema ni asante kwa ajili ya mchana wa leo. Asante Bwana kwa ajili ya majira hii na nyakati hizi, Mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya watu wa Bwana. Ninakushukuru hata kwa ajili ya mtumishi wako Mungu uliyeweka mahali hapa, Mfalme wa amani. Tunaomba siku ya leo Bwana, neno hili ukatufundishe wewe na kutuongoza katika kweli yako, ili tuzidi kukujua na kutembea katika kweli yako, Jehova Shama. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana kabisa. Basi siku ya leo tutaenda kujifunza neno la Mungu. Kichwa cha habari kinasema kwamba jinsi au namna ya kuulinda moyo. Namna ya kuulinda moyo. Namna ya kuutunza moyo. Moyo, kwa nini utunze moyo basi? Utunze moyo kwa sababu Mungu anapokutazama mwanadamu, jambo la kwanza analoangalia ni moyo wako. Kama unapomtazama jirani yako na kumuona sura yake, ndivyo Mungu anapokutazama wewe mwanadamu, anaona moyo wako. Kwa hiyo siku ya leo tutaenda kuangalia namna ya kuweza kuulinda moyo kama mwanadamu ili usichafuke tena. Unapojitakasa, ni dhahiri ya kwamba inakupasa wewe kuulinda moyo wako. Inakupasa kuulinda moyo usichafuke na maovu, inakupasa kuulinda moyo usichafuke na dhambi. Kwa hiyo leo tutaangalia namna ya kuulinda moyo. Nitaenda kukuonyesha namna kama 7 za kuulinda moyo wako ili usichafuke. Kwa nini basi uulinde moyo wako? Uulinde moyo wako kwa sababu maandiko yanasema kwamba linda sana moyo wako kuliko chochote ukilindacho, kwa maana ndiko zitokapo chemchemi ya uzima. Kwa hiyo moyo wako ni kitu cha kulinda na mtu wa Mungu. Ukienda kusoma katika Mathayo pale 5 mstari wanasema heri wenye moyo safi, kwa maana hao watamuona Mungu. Kwa kumuona Mungu lazima uwe na moyo safi. Pia maandiko yanasema kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kama unahitaji jawabu la ulimi, jawabu la maombi yako, lazima uandae moyo wako. Lazima uhakikishe moyo wako unakuwa safi, kwa sababu Mungu anapokutazama anatazama moyo. Unapomtazama jirani yako unamuona sura yake alivyo, ndivyo Mungu anapokutazama. Kwa hiyo moyo wa mwanadamu ni utambulisho mbele za Mungu. Mungu ili kuangalia wewe mwanadamu, anaangalia moyo wako una namna gani, hali ya moyo wako ipoje. Ndio maana ni lazima kama mwanadamu uulinde moyo wako. Ni jukumu wewe mwanadamu la kuulinda moyo wako. Ukisoma Zaburi 24 mstari wa 3 na 4 inasema kwamba ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu aliye na mikono meupe na moyo safi. Kwa hiyo mtu wa Mungu bila kuwa na moyo safi hawezi kumuona Mungu. Bila kuwa na moyo ambao ni imara hawezi kumuona Mungu, au Mungu hawezi kukujibu maombi yako. Basi leo tuangalie namna 7 za kuweza kulinda moyo wako kama mwanadamu ili upokee majibu yako kutoka kwa Bwana. Ili Mungu anapokutazama aone kwamba una moyo safi, aone kwamba umeishi katika kumpendeza yeye, ili aweze kukubariki. Namna ya kwanza ya kulinda moyo ni kulisoma neno la Mungu. Utaulinda moyo wako kwa kusoma Biblia kila siku. Ili mtu wa Mungu uweze kuulinda moyo wako, lazima uwe na ratiba ya kulisoma neno la Mungu. Kwa nini neno la Mungu? Ni kwa sababu neno la Mungu linatufundisha au linatupa hekima, linatuongoza namna ya kutembea, linatuongoza namna ya kuishi, namna ya kutenda mapenzi ya Mungu. Tuanzie namna gani, tuishishije, tuseme kuanzia wapi na kumaliza kuanzia wapi. Unapolisoma neno la Mungu unatambua kwamba uanzie wapi na uishie wapi, uongee namna gani na uishie sehemu gani. Tusome katika kitabu cha Zaburi 119 mstari ule wa 11. Kitabu cha Zaburi 119 mstari ule wa 11. Utamwona Daudi anasema katika Zaburi 119 mstari wa 11,
Nasoma maandiko, anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo tunaona kwamba mtunga Zaburi anasema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Ili usimtende Mungu dhambi, lazima uweke neno la Mungu ndani yako. Je, moyoni mwako umeweka nini? Moyoni mwako umeweka mke? Moyoni mwako umemweka mume? Au moyoni mwako umeweka chuki? Moyoni mwako umeweka biashara yako? Au moyoni mwako umeweka nini? Maandiko yanasema kwamba inabidi ujaze neno la Mungu katika moyo wako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Hivyo mtu wa Mungu lazima uhakikishe kwamba moyoni mwako unalijaza neno la Mungu. Neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yako. Kwa hiyo jaza neno la Mungu ndani yako. Njia ya pili ya kutunza moyo ni kusimamia maneno ya Mungu kuliko maneno ya wanadamu. Simama katika maneno ya Mungu kuliko maneno ya wanadamu. Yamkini wanadamu wanakuambia kwamba hauwezi. Mtu wa Mungu lazima ujiulize kwamba je, neno la Mungu linasema nini? Wanadamu wanakuambia kwamba wewe hauwezi, lakini neno la Mungu linasema kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, simamia maneno ya Mungu kuliko maneno ya mwanadamu. Ili utunze moyo, lazima ujifunze kusimamia maneno ya Mungu. Ujifunze kusimamia maandiko matakatifu. Wanadamu wanasema kwamba wewe ni tasa, lakini yeye Mungu anasemaje? Yeye Mungu anasema kwamba huweka nyumbani mwanamke aliyetasa kuwa mama wa watoto wenye furaha. Kwa hiyo kwamba Mungu anasema kwamba anamweka mwanamke ambaye tasa kuwa mama mwenye watoto wenye furaha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usisikilize maneno ya wanadamu. Jaza neno la Mungu ndani ya moyo wako. Jiulize Mungu anasemaje. Usikatishwe tamaa na maneno ya wanadamu. Utautunza moyo kwa kulijaza neno la Mungu ndani ya moyo wako, ndani ya akili yako. Ayalishwa wanadamu wanasema kwamba wewe ni tasa. Maandiko yanasema imba wewe uliye tasa, tena usihuzunike. Wanadamu wanasema wewe ni maskini, lakini neno la Mungu linasema kwamba humuinua mnyonge kutoka jehani na kumpandisha maskini kutoka chini, ili amkatishe pamoja na wakuu wa watu wake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukilisoma neno la Mungu, ukiweka neno la Mungu katika moyo wako, utaweza kuulinda moyo wako na dhambi, utaweza kuulinda moyo wako pamoja na mabaya. Njia namba 3 ya kuweza kuulinda moyo wako ni kulisoma, ni kujitenga na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaulinda moyo wako kwa kukaa mbali na dhambi, kwa kujitenga na maovu na kutenda mambo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaenda kusoma mwenyewe katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Utasoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana pale 9 mstari ule, waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari ule wa 9. Utaenda kusoma waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 9, tutasoma. Kwa hiyo mtu wa Mungu, utaulinda moyo wako kwa kujitenga na dhambi na kudumu katika kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe sana, kanisa la Mungu. Njia namba 4, utaulinda moyo wako kwa kuwa mtu wa maombi. Unajisikia kuomba au hujisikii kuomba, ni lazima ujifunze kuwa mtu wa maombi. Uwe na ratiba maalum ya maombi. Uko busy, umechoka au hujachoka, ni lazima uombe ili uweze kuutunza moyo wako. Ni lazima ufanye maombi ili moyo wako uendelee kuwa na amani na furaha. Tusome katika Wafilipi 4 mstari ule wa 6 na wa 7. Kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 6 na wa 7. Twende tukasome wote Wafilipi 4 mstari ule wa 6 na wa 7. Nimesema kwamba utautunza moyo wako kwa kufanya maombi. Kwa kuwa mtu wa maombi, umechoka au hujachoka, unao muda wa kuomba au hauna muda. Wafilipi 4 mstari wa 6 na wa 7, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Haleluya. Mshangilie Bwana, mtu wa Mungu. Tunaona kwamba amani ya Mungu ipitayo akili zote itahifadhi hai mioyo yenu. Kwa hiyo kwamba mtu wa Mungu, ukiwa mtu wa maombi, moyo wako utahifadhiwa na Mungu.
moyo wako utakuwa unalindwa na Mungu. Moyo wako utakuwa una amani na furaha. Moyo wako utakuwa una amani isiyotokana na mke, utakuwa una amani isiyotokana na fedha, utakuwa una amani isiyotokana na biashara, isiyotokana na watoto, isiyotokana na chochote. Yesu Kristo mwenyewe atakupa amani yake. Maandiko yanasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Kwa hiyo mtu wa Mungu lazima uhakikishe unakuwa mtu wa maombi. Njia namba 5 ya kuweza kuulinda moyo, utaulinda moyo wako kwa kuwasamehe wengine waliokukosea na kujisamehe mwenyewe. Ni wazi kwamba utakaposamehe waliokukosea na kujisamehe kwa makosa uliofanya, moyo wako utakuwa huru, utakuwa una amani. Ili uende moyo wako lazima ujifunze kusamehe, mtu wa Mungu. Usijenge kichuki ndani yako, usijenge kinyongo ndani ya moyo wako. Mtu amekukosea, msamehe. Umejikosea mwenyewe, jisamehe ili moyo wako upate kuwa na amani. Moyo wako usiwe na uchungu. Utakapofanya hivyo, moyo wako utakuwa safi. Utakapojitakasa, maana yake moyo wako utakuwa hujauchafua tena, na Mungu akikutazama anaona mtu huyu ana moyo wa unyenyekevu, ana moyo safi. Inakuwa ni rahisi kwa Mungu kukubariki. Inakuwa ni rahisi kwa Mungu kukupa jawabu la midomo yako, jawabu la maombi yako, kwa sababu Mungu ili akubariki anautazama moyo wako unasema nini. Namba 4, utaweza kuutunza moyo wako. Namba 6, utaweza kuutunza moyo wako kwa kukilinda kinywa chako. Ili utunze moyo wako, jambo la kwanza ni lazima uhakikishe unalinda kinywa. Kinywa chako kinanena nini? Kinywa chako kinatamka nini? Utakapolinda maneno ya kinywa chako, ni tafsiri ya wazi kwamba utakuwa umeulinda moyo wako. Utakapolinda maneno yako, usiseme maneno mabaya, usiongee sio haki, usiseme kwa hila. Hata moyo wako utakuwa unaulinda na kuuchafua na dhambi, utakuwa unaulinda na kuuchafua na matendo maovu. Tukasome kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari ule wa 10. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 10. Utaulinda moyo wako kwa kukitunza kinywa chako. Waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari ule wa 10. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Maandiko yanasema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila. Haleluya. Narudia tena. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Tunaona maandiko yanasema kwamba ukitaka kuona siku njema, uzuie ulimi wako usiseme mabaya, na midomo yako isiseme hila. Maana lazima mtu wa Mungu uangalie maneno ya kinywa chako. Neno unalolitoa kwenye kinywa chako linafaa kutoa kwa wakati huo au halifai? Neno linalompendeza Mungu au halimpendezi? Utakapolinda maneno ya kinywa chako, utakuwa umeulinda moyo wako, utakuwa umeutunza moyo wako, na ni kwa sababu kwamba katika moyo wako kunatoka chemichemi za baraka. Utakuwa unajitengenezea kuwa na moyo safi ili upate kumwona Mungu. Utakuwa unajitengenezea kuwa na moyo safi ili upate kuona Mungu akikubariki na kukuinua. Namba 7, utaweza kuulinda moyo wako kwa kujenga uhusiano mzuri na Mungu. Ili uulinde moyo wako usichafuke, ili uulinde moyo wako usiwe mbovu mbele za Mungu au usiwe mchafu mbele za Mungu, ni lazima ujenge ukaribu mzuri na Mungu. Lazima ujenge uhusiano bora na Mungu. Utajenga uhusiano bora na Mungu kwa kupenda kufanya kazi yake, kwa kupenda kuwashuhudia wengine kuja kanisani, kwa kupenda kufanya kazi za huduma ya kanisa, kwa mfano kudeki, kuhudhuria ibada, kufundisha neno lake, kuwashuhudia wengine matendo makuu ya Mungu, kuzishika amri zake. Hivyo ili ujenge moyo wako mkamilifu mbele za Mungu, ni lazima uwe na njia au na taratibu za kuwa na unajenga ukaribu na Mungu siku hata siku. Uhusiano wako na Mungu upate kuwa imara. Uhusiano wako na Mungu upate kuwa wa karibu. Kupitia hivyo utaujenga moyo wako kuwa safi, utaulinda moyo wako usichafuliwe na mambo mabaya. Utaulinda moyo wako usichafuliwe na zinaa, usichafuliwe na uongo, usichafuliwe na dhambi ya aina yote ile. Kwa maana kinachochafua moyo wa mwanadamu ni dhambi. Na unapojitakasa kwa damu ya Yesu, maana yake moyo wako unazidi kusafishwa siku hata siku. Ni jukumu lako wewe mwanadamu kuulinda moyo ili Mungu akubariki, ili Mungu abadilishe maisha yako. Ni lazima uulinde moyo wako. Hivyo mtu wa Mungu, nimalizie kusema kwamba Mungu anapokutazama anaangalia moyo wako. Ili Mungu akubariki, lazima uwe na moyo uliopondeka na roho iliyopondeka.
Daudi anasema katika Zaburi kwamba Mungu, moyo uliopondeka na roho iliyopondeka hutaidharau. Maana kuna mioyo ambayo Mungu anaidharau na kuna mioyo ambayo Mungu anaiheshimu. Moyo wa unyenyekevu, moyo ambayo unampendeza Bwana, moyo uliojilinda kuwa safi na kuendelea kujitakasa siku hata siku, ni mioyo ambayo Mungu anaiheshimu. Lakini moyo wa kiburi, moyo wa kujiinua, moyo wa majivuno, moyo unaochafua kila siku hata siku, unaomba toba leo, kesho umejichafua, ni mioyo ambayo Mungu anaidharau, ni mioyo ambayo Mungu anaitupilia mbali. Ikifika mahali katika hatua hii, hata ukiomba maombi yako Mungu hayasikii, kwa sababu moyo wako umekuwa mchafu, moyo wako si mkamilifu mbele za Mungu. Lakini ukiwa na moyo bora, ukiwa na moyo safi wa kumpendeza Mungu, atayasikia maombi yako. Ukiwa na moyo wa toba na unyenyekevu, ukiulinda moyo wako usiharibike na mambo ya dunia hii, utakapoomba maombi yako Mungu atayasikia. Utakapomuita Mungu atakusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufunge macho yetu, tuinue mikono yetu juu, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno la siku ya leo. Bwana Mungu, uketie mahali pa juu palipoinuka, tunasema ni asante kwa ajili ya neno hili zuri, mfalme wa amani. Maana umetufundisha namna ya kuilinda mioyo yetu isichafuliwe na dhambi na yule adui mwovu, ili tupate kukuona wewe Jehova Shama. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu. Tunaomba neno hili Mungu likazidi kuwa nasi katika akili zetu na fahamu zetu, Bwana, ili tukaweze kuilinda mioyo yetu isichafuliwe tena na maovu, Mungu wa mbingu na nchi. Nami nimesimama mahali hapa Bwana, naendelea kukomba rehema juu ya mioyo yetu, mfalme wa amani. Ushushe damu yako na kututakasa siku ya leo, Bwana, ili tukaanze upya katika kuilinda mioyo yetu na kutembea vema katika mapenzi yako, Mungu wa mbingu na nchi. Ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Shangilie Bwana.